Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania baada ya vijana wa Gen Z, viongozi wa upinzani pamoja na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutangaza kufanya maandamano ya amani siku ya kesho tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Kesho ilikuwa ni siku kubwa kule nchini Tanzania ambapo Watanzania walikuwa wanasherehekea siku ambayo walijikomboa kutoka kwa minyororo ya wakoloni, siku ambayo Tanzania ilijishindia kuwa nchi huru. Na sasa watazamaji wangu, haitawezekana hizo sherehe kufanyika kwa njia ambayo ni ya amani, na tayari jeshi la polisi limeanza kutoa onyo kwa vijana wa Gen Z ambao huenda wakajitokeza siku ya leo na kuanza kuleta fujo na ghasia. Jeshi la polisi limeanza kuwaomba hawa ambao wamepanga haya maandamano waweze kutoa habari kamili, kupeana habari zaidi kuhusiana na ni wapi ambapo watakuwa wanafanya haya maandamano yao. Lakini mambo yanazidi kuwa kimya, na siku ambayo ilikuwa imepangwa maandamano yaweze kuanza rasmi ni siku ya kesho. Makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na viongozi kutoka kwenye upande wa upinzani wanaendelea kushikilia kauli yao ya kwamba wanapinga utawala wa Mama Samia Suluhu na Mama Samia Suluhu anastahili kuondoka. Sasa nao wananchi wako na maoni gani kuhusiana na hii siku kubwa ya siku ya kesho baada ya fujo na ghasia ambazo zilishuhudiwa kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania? Kile ambacho kilishuhudiwa tarehe 29 mwezi wa 10, watazamaji wangu, sidhani kana kwamba kitashuhudiwa tena siku ya kesho, kwa sababu maandamano ambayo yatakuwa yanafanyika siku ya kesho ni maandamano tofauti na ambayo yalifanyika hapo awali wakati wananchi walikuwa wanapinga kuchaguliwa kwa Mama Samia Suluhu na wakati vijana wa Gen Z walipinga uchaguzi wa mwaka wa 2025. Kabla sijaendelea kufahamisha zaidi watazamaji wangu kuhusiana na ni mambo gani ambayo yanaendelea kufanyika sasa hivi kule nchini Tanzania wakati vijana wa Gen Z na makundi mengine ya kutetea haki za binadamu wanaendelea kujipanga kuingia kwenye maandamano siku ya kesho, na kuomba uweze kulike video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo uwe kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka. Na watazamaji, hatimaye serikali ya nchi ya Tanzania imeweza kupiga marufuku ama kutupilia mbali maandamano ambayo yanatarajiwa kufanya siku ya kesho kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu na kuendelea kutaka katiba mpya, kuendelea kutaka demokrasia. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa serikali ya Tanzania, na pia nao wananchi wako na maoni gani kuhusiana na hayo maandamano ya siku ya kesho. Je, wananchi watajitokeza? Na wakijitokeza, nayo serikali ya Tanzania, jeshi la polisi limejiandaa vipi ili kudhibiti haya maandamano na kukabiliana na waandamanaji wa siku ya kesho? Hebu sikiza ujumbe mtazamaji wangu, lakini nakumbusha tena uweze kusubscribe ndipo uwe kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi, na tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano yako kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Yako maandamano mengine yanayoandaliwa, yanayoendelea kuratibiwa kufanyika katika kipindi hiki cha mwezi wa 12 tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu. Taarifa hizo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumezichukulia kwa uzito mkubwa sana. Hatujazipuuza hata kidogo. Tumeendelea kuzifanyia kazi kwa utulivu mkubwa, huku tukiendelea kuwabaini wale wote wanaojihusisha na uchochezi huo, ambapo
Tumefanya hivyo kupitia doria zetu mbalimbali na misako mbalimbali, na hivyo tumefikia ukamataji wa watuhumiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu. Wako watuhumiwa 116 wanaendelea kuhojiwa kwa uchochezi huo. Polisi wa Tanzania, tumewasikiliza mlioyasema. Mumesema kwamba sisi vijana tumepanga kuleta fujo, tutakuwa na silaha siku ya maandamano. Tunaomba tukaushi hizo taarifa zenu kabisa, tunaomba tukaushi hizo taarifa zenu. Mumesema kwamba katika mmeingia kwa mitandao ya kijamii, mumesikiliza kwamba tunapanga kuleta fujo na silaha. Sisi kwa taarifa hizo, taarifa nazikanusha kwa herufi kubwa. Sisi waandamanaji hatuna silaha, tunakuja maandamano ya amani. Ila nyinyi polisi wa Tanzania tunawafahamu, nyinyi watekaji, nyinyi majambazi, nyinyi hata si polisi, nyinyi majambazi. Hilo tunalifahamu kabisa, na nyinyi watekaji. Kwa hivyo hatutashangaa mkileta fujo usiku. Na wale mashehe wa Kiislamu ambao ni washehe wa CCM, samani, hata si Waislamu, wale mashehe wa CCM ambao walisema watakata waandamanaji vichwa. Taarifa zenu tunazo. Hivyo na sisi tunakuja kwa amani, la sio kinyonge. Tunakuja kwa amani. Yoyote tutampata kwa na silaha, hatutamwacha salama. Hata katika ambao tunaandamana, hatutaki mtu yote abebe silaha. Nyinyi polisi tunawafahamu, na huyo mama yenu ambaye anatushikia viuno akiongea akihutubia taifa, huyo CCM ambaye hatumtambui kama ni rais, kwa sababu hakuna aliyempigia kura, hakuna aliyemchagua Rais Samia. Hilo kila mtu analijua, hata dunia nzima inalifahamu. Dunia nzima inalijua. Kwa hivyo tukisema kwamba si rais, ni haki, si rais. Mumetutesa siku nyingi. Mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule nchini Tanzania, na hakuna yule ambaye anajua kile ambacho kitashuhudiwa siku ya kesho. Wananchi wao wanaendelea kusema ya kwamba watajitokeza kwenye maandamano, waendelee kudai uongozi mzuri, kupinga uongozi wa Mama Samia Suluhu. Lakini je, nayo serikali imejiandaa vipi? Mambo ambayo tuliyashuhudia kwenye uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 yatajirudia tena, ambapo habari ama video zimekuwa trending kwenye mitandao ya kijamii zikionyeshana vile ambavyo wananchi walikumbana na mauti, wakauawa, wakapigwa risasi. Na kwa hivyo hatujui siku ya kesho kutakuwa vipi. Ule uharibifu na mchafuko wa nchi ambao ulishuhudiwa tarehe 29 kule nchini Tanzania utajirudia tena siku ya kesho. Ni maandamano ambayo yatakuwa ni ya amani, kwa sababu kulingana na maandamano ambayo yamepangwa sasa hivi na wale ambao wanaendelea kujiandaa kuingia kwenye maandamano siku ya kesho, wanasema ya kwamba ni maandamano ambayo yatakuwa ni ya amani. Lakini kile ambacho wanakiofia ni hawa maofisa wa polisi ambao wamekuwa wakitumia nguvu zaidi. Jeshi la polisi ambalo limekuwa likitumia vitoa machozi linawapiga wananchi risasi. Lakini yote tisa, watazamaji wangu, 10 ni kwamba kesho ni siku ya maandamano kule nchini Tanzania, na macho yote kama vile ambavyo nilikuwa nimewaelezea, mataifa yote ya kutoka kule ugaibuni yanaangalia nini ambacho kitakuwa kinatendeka pale nchini Tanzania. Yale maandamano ya tarehe 29, watazamaji wangu, yameiathiri sana nchi ya Tanzania, mpaka kuna mataifa kutoka kule Marekani pamoja na Uingereza ambayo yamekuwa yakiangalia uhusiano wao na nchi ya Tanzania. Kuna baadhi ya mambo ambayo yamesitishwa tangu ya hayo maandamano, kwa sababu hamwezi kuendelea kuwa na uhusiano mzuri na nchi zingine ili hali pale nchini kwenu mnazidi kushuhudia visa vya mauaji, wananchi wanapigwa risasi kiholela holela, serikali inazima mitandao ya kijamii ili kuendesha shughuli zake kisirisiri. Kesho ni siku ambayo tutakuwa tunataka kujua mengi zaidi kuhusiana hayo maandamano, na niko hapa mtazamaji wangu niendelee kukuelimisha na kufahamisha yatakayoendelea kujiri kuanzia leo, kesho na kesho kutwa, kwa sababu ni maandamano ambayo yanaanza siku ya kesho na haijulikani yataendelea mpaka siku gani. Na kwa hapo mtazamaji wangu, lakini sijui mko naye pia kusema kuhusiana na ujumbe ambao tunapata kutoka kwa serikali ya nchi ya Tanzania, kutoka kwa jeshi la polisi wakitupilia mbali hayo maandamano ambayo yamepangwa siku ya leo dhidi ya utawala wa Mama Samia Suluhu. Je, wewe Mtanzania ambaye ni kijana wa Gen Z, unakubaliana na hayo maandamano ya Mama Samia Suluhu yaweze kuondolewa, ama wewe uko sawa, unafurahishwa na uongozi wa Mama Samia Suluhu? Niachia maoni yako hapo mtazamaji, na kabla hujamashia, ningependa kukumbusha ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.